Wapendwa taifa la Mungu, Kristo tumaini letu. Ni ukweli kwamba tumaini letu ni Kristo, na inakuwa hivyo kwa sababu Yesu baada ya kuteswa na kuuawa na kuzikwa alifufuka. Kumbe kinachotupa sisi tumaini ni kwamba Yesu Kristo ni mshindi. Yesu Kristo yu hai. Ndicho kinachotupa jeuri ya kujiita sisi ni wa Kristo. Wapendwa katika Kristo, siku nyingi zilizopita au miaka iliyopita, katika jamii nyingi, hasa jamii zilizoishi vijijini, walikuwa wanakutana saa za jioni na wanasikiliza hadithi zenye kufundisha, hadithi zenye kuonya, hadithi zenye kukaripia, hadithi zenye kutia moyo. Na ni kwa namna hiyo basi watu waliweza kufahamu tamaduni zao, mila zao. Kwa bahati mbaya, zama zetu hizi tunazoziita zama za teknolojia au teknolojia, zama za elektroniki, mambo hayo mengi yamepotea. Na wakati mwingine wanajiuliza maswali, hivi vijana wetu wanalipi la kuzungumza baada ya miaka hii? Kumbe watu walikusanywa saa za jioni na wakapata sehemu ya burudani na mafundisho. Sisi nasi kama Wakristo kwa namna ya pekee tumekutana hapa si kwa bahati mbaya. Tumekutana hapa kusikiliza kile ambacho Mwenyezi Mungu anawaambia watoto wake. Sisi ni watoto wa Mungu. Masomo tuliyosikia yote 9 yanatuonyesha jinsi Mungu alivyompenda mwanadamu. Kwa kumpenda mwanadamu, kwanza amemuumbia mazingira, ulimwengu. Amemkabidhi kazi yake ili aitunze na kuiendeleza. Ametupa hadhi ya pekee kwamba katika viumbe vyote ni binadamu tu ndio mwenye sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Lakini tunafahamu kwamba huyu mwanadamu, sisi wanadamu tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, tukakabidhiwa yote tuliyokabidhiwa, tulimwangusha Mwenyezi Mungu, tulimwasi, tulitenda dhambi, tulipotoka. Lakini hayo hayakumwathiri Mungu. Pamoja na upotofu wetu, bado Mungu anatupigania. Ndivyo alivyofanya kwa Adamu. Adamu, uko wapi? Adamu, kwa nini unajificha?
Na baada ya hapo tunaona Mungu katika kuendelea kumpigania mwanadamu anatupelekea wajumbe mbalimbali, manabii wanaokuja kwetu kutuonya, kuturudisha kwa Mwenyezi Mungu. Na wote hao wanaandaa mazingira ili Mungu atimize ahadi zake, aonyeshe uaminifu wake pale alipotupelekea mwanaye pekee Yesu Kristo, aliyekubali kufa kwa kumtii baba yake, na hivyo kuwa kielelezo kwetu kwamba wewe na mimi tunaojiita wa Kristo tunaalikwa kutembea katika nyayo zake. Huyu Kristo ambaye ni utimilifu wa ahadi za Mungu, kuonyesha uaminifu wake kwetu. Yeye ni mwanga. Tulipoanza maadhimisho yetu kule nje, tulianza kwa kubariki moto, tukawasha mshumaa wa Pasaka na tukaomba mshumaa wa Pasaka utuongoze. Wapo ambao walikuwa wanamuongoza Kristo, badala ya kusubiri waongozwe na Kristo mfufuka, walijiongoza wenyewe. Sijui walikuwa wanakwenda wapi. Kwa hiyo tukio tunaloliadhimisha usiku wa leo ni tukio au siku ya tatu ya zile siku kuu tatu za Pasaka ambazo tulizianza Alhamisi Kuu. Kwa wale ambao walishasahau, Alhamisi Kuu tulianza kwa kusherehekea matukio matatu makubwa: kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu, kuwekwa kwa daraja takatifu ya upadre na kuwekwa kwa amri kuu ya mapendo, ambayo ilijionyesha katika lile tendo la kuoshana miguu. Jana Ijumaa Kuu tulisherehekea na kuadhimisha mateso, kifo na kuzikwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tukio ambalo liliwavuta watu wengi. Kila mmoja wetu alivutwa na tukio lile. Hiyo ilikuwa ni siku ya pili ya zile siku tatu kuu za Pasaka, na leo tumeanza siku ya tatu ambayo inakuwa na ukamilifu wake baada ya sala za jioni, Dominika ya Pasaka. Hii siku ya tatu tumekuwa katika ukimya wa aina fulani, tukimsubiri Kristo aliyeshuka kuzimu kwenda kumkomboa Adamu na wenzake, kwenda kumfungua Adamu kutoka gizani katika mateso na kumleta katika mwanga, katika furaha, katika ahadi ambayo kwayo Mungu alituumba. Kwa hiyo tulianza kuongozwa na mwanga wa Kristo ambao ni ishara ya ubatizo. Masomo yote tuliyosikia yalikuwa yanalenga vitu viwili. Kwanza, yalikuwa yanawalenga wakatekumeni au wateule. Ukatekumeni umeisha, ni wateule ambao wanajiandaa kuingizwa katika Ukristo kwa zile sakramenti tatu: ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu. Hilo ni kundi la kwanza, na kundi la pili ni sisi wote ambao ni wabatizwa, ili kutupa fursa ya kuuisha viapo vyetu vya ubatizo, maagano yetu ya ubatizo, pale tulipokiri kwamba tunamkataa shetani na adhaa zake zote,
Kwa bahati nzuri, kati yetu tunao watu 9 wanajua mapito waliopitia, sababu kila anayepitia kwangu lazima apitie mapito makali. Wanajua, mtawauliza baadaye. Yaani mioyo yao hawakuthubutu kulala wala kusinzia wakati wa masomo. Niona baadhi ya watu wamesinzia, wamelala. Wangethubutu tu, wanajua, wamejiandaa, na tunaamini kwamba watatulia katika imani Katoliki. Hawaingii ili watoke, wanaingia ili wabaki. Kwa hiyo kama yupo ambaye mpaka sasa hivi anafikiria kutoka au kuchepuka kutoka Ukatoliki, ni afadhali ajiachie kabla ya kumalizia na kuwabatiza. Na ni mchanganyiko mzuri. Yupo ambaye tutampokea, tunamrudisha kundini. Alikuwepo, labda akavutiwa na upepo wa nje ule akaenda, lakini akajitambua kwamba anarudi nyumbani. Yeye tutampokea, tunamrudisha kundini. Hatutambatiza, anarudishwa kundini, na tutamuimarisha na atalishwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wapo ambao walianza safari ya Ukristo lakini vipande, wakabatizwa wakabaki pale pale. Wao tumewaandaa kwa zile sakramenti 2 zilizobaki, kipaimara na Ekaristi Takatifu. Na wapo wengine ambao wao kwa hiari yao waliamua kutoka huko mafichoni, wakaja tukawaandaa, nao watakuwa ni wenzetu. Langu ni moja kwenu, tuwaombee. Langu ni moja kwenu, tuwasaidie. Langu ni moja kwenu, tuwapokee kama wenzetu. Wakati mwingine kuna watu wanasema mimi nilibatizwa miaka mingi zaidi, kwa hiyo mimi ni Mkristo bora kuliko wengine. Hapana. Wote tumeingizwa katika Ukristo kwa sakramenti 3 hizo. Kwa hiyo wanaposhiriki tuwaombee. Wamefanya majiundo yanayotosha, nikajiridhisha kwa niaba yenu, na usiku ni usiku wa pekee kwao. Kwanza tuwashangilie kwa uvumilivu wao. Hilo ni moja. Lakini tujipongeze wenyewe kwa sababu tumekubali kubaki kuwa Wakristo ambao ndiyo tumaini letu. Kwa hiyo tunapoangalia Pasaka, sherehe, shamra, tunajiangalia wenyewe ile tunu, zawadi ya ubatizo. Ni tunu, zawadi ambayo ilituondoa gizani ikatuingiza mwangani. Tuitunze. Pale tulipobatizwa, na hao watakaobatizwa bado watapewa mwanga wa Kristo, na wataaswa kwamba utunzeni mwanga huu ili muweze kumlaki Bwana na mwanga au taa zinazowaka atakapokuja. Haijalishi anakuja lini, kuja atakuja, lakini tuwe tayari tukiwa tunakesha, tukiwa taa zetu zinawaka, maisha yetu yanaangaza. Watapakwa mafuta ya Kristo kama sisi tulivyopakwa mafuta ya Kristo, ili tukaeneze marashi
manukato ya Kristo. Watu wasiomjua Kristo kupitia sisi wamjue Kristo. Watavishwa vazi jeupe wale wanaobatizwa kwa namna ya pekee. Ni alama, ni ishara kwamba wanamvaa Kristo. Utu wao wa kale uishe, ufe, na waibuke kama Kristo mwingine. Na wataoshwa kwa maji ya ubatizo. Tuwaombe basi, kwa kuoshwa huko, jaribuni kutojichafua. Msichafuke. Jaribuni kutunza basi usafi huo. Na sisi wengine tutakaporudia ahadi zetu za ubatizo, tusirudie kama kasuku. Tuone ni tunu tuliyopokea. Na kama tumepotoka kidogo, tutafute nafasi, fursa ya kurudi na kuuisha maagano hayo. Tumsifu Yesu Kristo.